Kwa Tanzania wategemee kwamba katiba mpya inakuja wanaoitaka. Na Mheshimiwa Justin, wewe nadhani anaposema mambo kama hakutakuwa mambo, ni mambo gani nadhani haya yanaweza kawa yakafanya kikwazo tukashindwa kupata kutimiza ndoto ya Watanzania? Kipindi ni habari na uchambuzi, na hii ni Alama Global. Leo tunakwenda kuangalia kwa kina au kuchambua kwa kina kauli ambayo imejadiliwa na Mheshimiwa Waziri wa Nchi katika ofisi ya Waziri Mkuu, Mheshimiwa Palamagamba Kabudi. Mheshimiwa Palamagamba Kabudi alipokuwa akihojiwa na BBC kuhusiana na katiba mpya, alijaribu kutamka neno kwamba katiba itaweza kukamilika mwaka 2028 ikiwa hakutakuwa na mambo. Lakini studio katika kuchambua hii habari tutakuwa na wachambuzi nguri wawili. Mmoja ni Alex Mwamtobe, huyu ni mbobevu wa siasa za kimataifa na mchambuzi wa vita vya kimkakati. Lakini nitakuwa na Justin Anthony Kashiririka, yeye ni mbobevu wa historia, siasa na uongozi. Moja kwa moja niende kwa Alex Mwamtobe. Mheshimiwa Alex Mwamtobe, naona umesikiliza na kufuatia kwa karibu kabisa interview ya Mheshimiwa Waziri. Naam, nimesikia. Umesikia amesema kama kutakuwa hakuna mambo kufika mwaka 2028 tutakuwa tumepata katiba mpya ambayo wananchi wamekuwa kililia miaka mingi. Unaona, umeipokeaje hiyo habari njema? Kwanza Kabudi ni waziri mmoja ambaye mimi nilikuwa ninamheshimu sana na nilikuwa namkubali sana. Kabla ya mwaka 2017 Profesa Kabudi alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anatoa speech au hotuba ambazo zilikuwa zina mashiko sana. Amewahi kutoa hotuba moja akazungumza akasema, mimi wa Tanzania ninawaogopa sana, au Watanganyika ninawaogopa sana kuliko Wazanzibari. Ile ni hotuba ambayo ilikuwa inaonyesha kabisa kwamba huyu mtu anayezungumza ni mtu makini. Lakini sasa hivi baada ya kuteuliwa ubunge na kuingia kwenye mfumo moja kwa moja, mara nyingi kauli zake zimekuwa ni kauli ambazo akizungumza anakuwa anapingana zaidi na zile kauli zake za zamani, kiasi kwamba wakikutana yule Kabudi wa miaka 2010 na Kabudi wa sasa hivi, ugomvi wao unaweza kuwa ni mkubwa sana. Baina yake mwenyewe yule wa zamani na wa sasa. Kabudi yule wa chini ya 2015 na Kabudi huyo wa sasa hivi wakikutana, ugomvi wao wa kuamua nafikiri anaweza siwepo, unaweza kuwa mkubwa sana. Sasa tukizungumza kwenye masuala ya katiba kwamba katiba inaweza kupatikana 2028, kwanza hajanyosha moja kwa moja, anasema kama hakuna vitimbi au mambo, kitu ambacho kwenye mambo kama haya au kwa wakati ambao tupo ni lazima vitatokea, au ni lazima kuwe na doubt, watu hawawezi wakaamini moja kwa moja. Itakumbukwa uchaguzi, wakati wa kuelekea uchaguzi 2024, uchaguzi wa serikali za mitaa kama sikosei, ahadi zilitolewa. Mawaziri hawa wakiwemo kina Kabudi wakasema kwamba taifa linahitaji kuanza kutembea huko kutoa elimu kwa Watanzania angalau miaka 3 ndipo katiba iweze kutengenezwa. Lakini rais wa nchi akasema 2026 tutatengeneza katiba. Sasa ukipiga hesabu mwaka kwa kauli zao, manake ilikuwa waanze kutoa elimu, manake 2027 katiba ingekuwa imetengenezwa. Lakini leo tunazungumza 2026. Kabudi anawaambia Tanzania 2028 katiba inaweza katengenezwa. Wakati huo hatujaona kile alichokuwa anazungumza kwamba Watanzania wanahitaji kupewa elimu kwanza kwa miaka 3. Leo hii wakaanza kutoa elimu kwa miaka 3, tayari tutagusa 2030. Sasa mwenye akili timamu utajiuliza kwamba Kabudi leo ilikuwa ni 2024, wakasema 2026, mara 2027, leo hii wanazungumza 2028. Tanzania yote mwenye uwezo wa kuzungusha ubongo wake na kufikiri vyema lazima atadauti, lazima atajiuliza kwamba hapa tunapigwa michenga au hiki kinazungumzwa ni kweli, kwa sababu kila mwaka inaongeza, mwaka inasogezwa mbele. Kuna kitu ambacho Mtanzania yote ambaye ana ubongo wake unazunguka vyema ni lazima tu atahoji hapa kwamba hii katiba huenda Watanzania wanapigwa chenga.
Okay. Mheshimiwa Justin Anthony Kashiririka, bila shaka umemsikia mchambuzi mwenzio. Huyu ni mbobevu wa siasa na wewe ni mbobevu wa siasa, historia na uongozi. Sasa nataka kujua jambo kutoka kwako. Wewe umepokeaje kauli hii ya kwamba 2028 tunakwenda kupokea katiba mpya ikiwa mambo hayatakuwepo? Kwanza, kitu cha kwanza ambacho takiwa tuzingatie ni kwamba swala la katiba mpya sio swala la Profesa Kabudi Magamba. Ili swala, kama tunakumbuka, wakati Daktari Samia Suluhu Hassan anaingia ule mwaka wa 2021, katika hotuba yake ya kwanza kabisa katika zile 4R, nafikiri kila mmoja anazijua: reconciliation, resilience, rebuilding, reforms. Nafikiri jambo la kwanza kabisa lilolizungumzia ni kuleta katiba mpya, na alisema kwamba mwaka huu kuanzia 2021 sitazungumzia masuala ya katiba, lakini kuanzia mwaka 2025 kuendelea hapo tutatafuta katiba mpya. Kwa swala la katiba mpya ni kipaumbele katika misingi mikubwa ya Chama cha Mapinduzi. Afu ukiangalia katika ilani, katika vile vipaumbele 14 vya ilani ya Chama cha Mapinduzi, katiba mpya ni sehemu ya kitu ambacho kimepewa kipaumbele. Kwa hiyo hata kama Profesa Palamagamba hajazungumzia kwamba kama mambo hajatokea, ni jambo ambalo alipo ni kwamba katiba mpya ni kipaumbele cha serikali ambayo wana program ya kuleta. Kwa sio kwa Profesa Palamagamba, ni agenda ya Mama Daktari Samia Suluhu Hassan, ambayo kabla tu mwanzoni anaingia alizungumza kwamba 2025 ninapoondoka madarakani lazima nihakikishe katiba mpya imekuja. Kwa ni kitu ambacho ni jambo ambalo liko tayari kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi. Katika vipaumbele 14 ambavyo vipo katika ilani ya Chama cha Mapinduzi, katiba mpya ni agenda ambayo ipo katika mwaka huu. Ipo katika 2025-30, maana yake haitafika. Yaani mama anapoondoka lazima katiba mpya iwe tayari imeshafika. Na juzi ameongea katika ile ripoti amezungumzia ni kwamba ana dhamira ya dhati. Kwa hiyo hii sio msukumo wa Profesa Palamagamba, pamoja na kwamba amesema kama mambo hapana. Yani hii ni agenda muhimu ambayo ipo katika ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kwa Tanzania wategemee kwamba katiba mpya inakuja wanaoitaka. Na Mheshimiwa Justin, wewe nadhani anaposema mambo kama hakutakuwa mambo, ni mambo gani nadhani haya yanaweza kawa yakafanya kikwazo tukashindwa kutimiza ndoto ya Watanzania? Nafikiri hakuna mambo, ni yeye mwenyewe katika maelezo yake. Unajua kila mtu ana mtazamo wake na maoni yake, lakini Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ana dhamira ya kuleta katiba mpya kwa wananchi wa Tanzania, kwa sababu ni kipaumbele. Nimesema before kwamba wakati tu anaingia alisema kwamba kitu cha kwanza nataka nilete mfumo maridhiano, lakini cha pili ambacho ninacho kipaumbele ni katiba. Na alisema kwamba siwezi kuondoka madarakani kabla sijaleta katiba mpya. Kwa hiyo inamaanisha kwamba hakuna mambo ambayo yapo wala yatakayokuja. Katiba mpya lazima tutaiona. Kukatiba naamini lazima katiba tutaiona, kwa sababu ni dhamira ya Mheshimiwa Rais. Tutaiona, ameizungumzia wakati anaingia, na juzi amezungumzia kwenye ile ripoti ya Jaji Chande. Amesema ni kipaumbele ambacho nacho na itakuja. Kwa hiyo hakuna cha mambo. Mheshimiwa Alex, umesikia mchambuzi mwenzako mbobevu wa siasa na uongozi, yeye anasema kwamba swala la katiba ni swala la lazima, kwa sababu amesoma mpaka kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi ya 2025-30 kwamba ilani inasema
katiba ni lazima itengenezwe. Kwa hiyo ni imani ya kwamba katiba lazima serikali ya awamu ya sita inakwenda kutekeleza, kwa sababu ni moja kati ya malengo yake. Na wewe unasema mawaziri na hawa wamekuwa kiahidi. Sasa huoni kwamba walikuwa naahidi lakini kwenye ilani alikuwepo? Huoni kwamba sasa hivi unapaswa kushawishiwa au kuamini kwamba kwa sababu limeshaandikwa kwenye ilani lazima litekelezwe? Nafikiri hapa tuzungumzie katiba ya Chama cha Mapinduzi, tunazungumzia katiba ya nchi. Chama cha Mapinduzi ni chama ambacho kimetawala, mimi naweza nikazungumza kwamba ni toka uhuru wa nchi hii. Katiba imeanza kupigiwa kelele toka vyama vingi vilivyoanzishwa mwaka 1992, Chama cha Mapinduzi kikiwepo. Imepigiwa kelele karibu kila uchaguzi. Kila uchaguzi unapotokea katiba mpya imezungumzwa. Ndio. Na Mheshimiwa Rais wa nchi wa awamu hii ya sita, kama alivyozungumza kwamba alivyoingia katika uchaguzi huu wa 2000 na alipokabidhiwa nchi baada ya Mheshimiwa hayati John Pombe Magufuli kuondoka hapa duniani, ni moja ya vitu ambavyo vilizungumza ni katiba. Wapinzani, wadau, wanaharakati walipiga kelele kwamba tunatakiwa kabla 2025 tuingie kwenye uchaguzi tukiwa tayari tumetengeneza katiba mpya. Ni kwa nini? Kwa sababu waliyaona yale maovu yaliyotokea 2019 2020. Chaguzi wa 2019 2020 ni moja ya chaguzi mbovu ambazo zimewahi kutokea katika nchi, kiacha huo 2025 kwa mujibu wa wapinzani. No, sio kwa mujibu wa wapinzani, ni kwa mujibu wa takwimu ya chaguzi tunazozifahamu. Ulikuwa ni uchaguzi ambao haukuwa wa huru wala haki. Uchaguzi wa 2019 ni uchaguzi ambao haukuwa wa huru wala wa haki. Uchaguzi wa 2020 ni uchaguzi ambao pia ni moja ya chaguzi ambazo zilileta doa katika nchi hii. Sasa baada ya hapo nimesema wapinzani, wanaharakati, yani wadau mbalimbali wa nchi walipendekeza kwamba kabla ya uchaguzi wa 2025 katiba mpya hiyo imetengenezwa. Sema baadhi ya wadau. Ukisema wadau na wanaharakati, wanasema wadau pia, lakini hawakuwa sehemu ya hayo unayosema. Na ndio maana ninapozungumza ninatofautisha na hao wana CCM. Ninajibu swali la kwamba CCM katika ilani yao wameweka hicho kipengele. Kwa hiyo katika kuzungumzia katiba, hawa CCM asilimia kubwa hawakuwa sehemu ya kuzungumzia, japo mama akajitokeza akasema katiba yeye katika ahadi yake, nimezungumza hapa, akasema 2026. Manake yeye akazungumza kwamba uchaguzi ukipita, baada ya uchaguzi atatengeneza masuala ya katiba. Lakini leo hii tunazungumza hapa tuko ni mwaka 2026, nafikiri tunaingia mwezi wa 5 sasa, hakuna kinachoendelea kuhusu katiba mpya. Lakini ukiacha hilo, hajaanzia mama Kikwete, alikuwa ni mtu ambaye mimi ninazungumza kwamba alikuwa na dhamira njema kabisa kuipatia katiba mpya Tanzania. Na ni yeye alianza mchakato na akatumia fedha nyingi za Watanzania. Tume ilizunguka nchi nzima kukusanya maoni ya Watanzania, lakini ilipofika mwisho hawa wana CCM wao walikuja kuiharibu hii katiba tunaizungumza. Sasa kuna jambo ambalo natamani ungelielewa kiundani au ungelifafanua kwa fupi kwa undani. Ni kwamba unapoeleza ilani ni nini? Lazima watu wajue unaposema ilani ni kama mkataba, kitu ambacho chama kinachokuwa kimeshinda, kila chama kinapoelekea uchaguzi kinatengeneza ilani, vitu ambavyo kitakwenda kutekeleza, ambavyo vinakuwa vimekwisha kuandikwa. Sasa CCM kipindi chote cha uhai wake wa kuwepo kwa CCM haijawahi kuandika ilani kwamba tuna moja vitu tunaenda kutekeleza ni katiba. Lakini kwa mama ametekeleza ahadi yake ya kwamba sasa ninakwenda kutekeleza katiba, na ameandika kwenye ilani. Maana yake chama kimeandika, ni dhamira njema ya Chama cha Mapinduzi, alafu baada ya chama kutengeneza katiba, ilani, kimekwenda kumkabidhi rais au kimeikabidhi serikali kwamba sasa moja ya mambo ambayo CCM tunayataka yatekelezwe ni
katiba mpya. Huoni kwamba sasa hivi CCM wanapaswa kupewa pongezi pamoja na serikali awamu ya 6? Kwani ni ilani ngapi CCM wao wanaandika lakini huwa hazitekelezwi? Na kuna kipengele gani cha kuwabana CCM? Mimi nimezungumza hapa awali kwamba hiyo ni ilani ya CCM, sio ilani ya nchi. Mheshimiwa Profesa, labda kitu ambacho nimsaidie ni kwamba katika ile ripoti ambayo anapokea Mheshimiwa Rais, ndio juzi amekiri, amesema kwamba wakati naingia madarakani kitu ambacho niliunda ni 4R. Ameongea. Lakini cha pili amezungumza kwamba haya mambo yamechelewesha kulingana na tarehe 29 Oktoba, kulingana na mambo ambayo tumepitia. Ndio. Na umeongea vizuri Profesa, ni kwamba ilani ni mkataba kati ya chama na wananchi. Sawa. Umenielewa? Lakini kwa dhamira hii ambayo tayari mama ameshaonyesha kabisa kwamba kuna kitu ambacho anakitarget au ametarget wakati anaingia tu. Kwa mimi naamini dhamira njema ya katiba mpya kuwepo inakuja. Kwa mfano, nataka nitoe mfano mzuri. Awamu zote zilizopita kuna mambo ambayo walikuwa wanaunda tume, lakini hatujawahi kusikia watu wakatoka hadharani. Tumeona kuna tume ya Richmond iliundwa, kuna tume ya escrow, kuna tume mbalimbali. Mkapa aliunda tume mbalimbali, Mheshimiwa Kikwete tume mbalimbali, lakini hakuwahi kutokea hadharani kuja kusoma kama ambavyo ilisomwa tarehe 29 ya juzi. Kwa katika hili lazima tupate imani kwamba mama ana dhamira ya dhati kwa Watanzania. Mama ana kitu. Hajaogopa kwamba unajua unapompa mtu kwamba nenda kachunguze, afu analeta ripoti, akuogopa jambo lolote kwamba linaweza likatokea asi au vipi, alisimama imara. Kwa katika hilo lazima tumpongeze. Haijafanyeje kutokea. Na amekiri, amesema bana haya mambo mimi nitafanyeje, nitabeba. Lakini ajenda ya kwanza ambayo amesema ni kwamba katika maridhiano haya ni lazima tuhakikishe mchakato wa katiba mpya amelibeba. Kwa hiyo tuna imani naye. Bwana Mheshimiwa anasema ni lazima tumwamini. Kuna kitu chenye hajaelewa hapa kwamba nimezungumza hapa, nimesema Kikwete ndio Rais Kikwete, Mheshimiwa Kikwete alikuwa na dhamira. Mimi ninaamini alikuwa na dhamira njema kabisa ya kuipatia Tanzania katiba. Lakini alizidiwa na mfumo. Lakini mfumo sikuwa hujaamua, hawakuwa na mkataba na wananchi, maana awamu hizi wameleta mkataba wa wananchi, mkataba wa wananchi na serikali na katiba ya nchi, sio katiba ya chama. Mkataba wa wananchi na serikali ni katiba ya nchi. Chama cha Mapinduzi katiba yake ni nzuri sana. Mimi katiba ya Chama cha Mapinduzi, huwa anasema katiba za vyama vyote, katiba yao sio mbovu kama tunavyofikiria. Wewe ni haki, si mchambuzi. Naam, mimi huwa anasema katiba ya vyama vyote. Chama cha Mapinduzi kikisimama kwenye katiba yake, kwa sababu ni katiba ambayo inajali utu wa watu, inajali heshima ya watu. Kwa hiyo ni katiba ambayo inazungumza vitu vizuri, kama ni makosa madogo ya kibinadamu. Lakini matokeo ya yale matendo ya mtu mmoja au matendo ya mfumo ndio inasababisha kwamba Chama cha Mapinduzi kionekane ni kibovu. Kwa hiyo hata mama anaweza kana dhamira hiyo anayozungumza huyu. Ijapo mimi nimezungumza kwamba alisema 2026, leo Paramagamba tunayemzungumza hapa anakuja kwa habari ya tarehe 28, wakati alikuwepo waziri mwingine 2024. Mama aliongea 2021. 2024 huyu Paramagamba Kabudi pamoja na mawaziri wengine na viongozi wengine walisema Tanzania, kwanza walisema wa Tanzania hawajui hata katiba hii iliyopo. Hawajui anakidai kitu gani. Sasa hivi wa Tanzania wapewe hiyo katiba wanaitaka, kwanza wapewe elimu miaka 3. Ilikuwa 2024, maana yake 2027. Sasa kile alichokizungumza kwamba wapewe elimu, mimi sijakiona, yani hawajatoa elimu mpaka sasa hivi. Na hiyo kauli yao hawajaitengua, maana yake 2028 wataanza michakato ya kutoa elimu, itakuwa ni 2031 tayari. Ndio maana nasema kama kutakuwa na mambo
Sasa nimesema mambo hayawezi yakatokea kwa sababu nimesema katiba imeanza kudaiwa toka mwaka 1992. Watu hawawezi wakaendelea kuwa na imani ni miaka mingi sana toka mwaka kama ni mtu amezaliwa basi ni mtu mzima. Profesa mpenzi msikilizaji wa Alama Global, na hapa ni Alama Global na kipindi ni habari na uchambuzi. Unaweza ukaweka maoni yako hapo. Mada iliyoko mezani ni je, unaonaje kuona mwaka 2028 tunaweza kupokea katiba mpya au la? Maana wachambuzi hapa wanapishana mitazamo, tunataka mtazamo wako, unaamini au huamini? Lakini wachambuzi wao kila mmoja, mwingine anaamini katiba inakuja na mwingine anaamini katiba haitakuja. Mimi yangu macho na naendelea kusikiliza na kuchambua maoni. Mheshimiwa, una neno la kusema wewe? Profesa, umemaliza. Kipindi cha Daktari Kikwete ni kitu ambacho swala katiba liliibuka kama hisia. Alikuibuka kama mkataba baina ya ilani ya chama husika na wananchi. Na yote miaka ambayo wanasema Mheshimiwa Alex kwamba liliwahi kuanzia mwaka ambao ameutaja kwamba liliwahi kuibuka swala la nini la katiba, liliibuka kama hisia, lakini alikuibuka kama mkataba baina ya watu na wananchi. CCM imezunguka mikoa yote ikiwa inanadi ilani ya Chama cha Mapinduzi kwamba tukipita tukishinda ajenda yetu kubwa kuna nini? Kuna katiba. Ndani ya ilani ya Chama cha Mapinduzi nasema kuna vipaumbele 14. Katika 14 cha kwanza ni katiba mpya. Kwa ni kitu ambacho mmoja lazima atambue kwamba ni mkataba sahihi baina ya chama na wananchi. Kwa ni kitu ambacho hakijaundwa katika hisia za kawaida. Yes. Asante. Mheshimiwa Alex, neno lako la mwisho nadhani ni nini? Weka neno lako la mwisho ni nini hapo? Ninazidi kumshangaa Justin Kashirika kwamba amesema katika vile vipengele 14 katiba ndio kipengele cha kwanza kwenye ilani yao kwamba ni kitu cha nimesema kiko katika vipaumbele 14. Ni miongoni. Katiba ni namba 1. Yaani ni miongoni mwa hivyo. Yaani katika vipaumbele 14 katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imo. Nimezungumza toka mwanzo hapa, nimesema Irani huwa zipo miaka yote na ndio maana kila chama kina Irani yake. Naam. Irani sio mkataba kati ya wananchi na serikali. Irani ya chama. Ndio. Irani ya chama ni ushawishi wa kuwashawishi watu au wanachama au si wanachama waweze kukupigia kura. Sasa katika hizo 14 ndio huenda wakazipenda 8 au 10 au ngapi, na hakuna mwaka wote kwamba ilani zote ziliweza kutimia. Yaani yaliyokuwa kwenye ilani kwamba yote yametimia. Hakuna. Kuna mengine yatatimia na kuna mengine hayatatimia. Nimesema kuna mambo ya haki sawa. Haki sawa huwa yanazungumzwa hapo kwenye katiba, lakini huwa yanazungumzwa hata kwenye ilani na zinakuwa ni sera za vyama. Kuna rais amekuzungumza haki sawa, lakini mpaka urais unaisha unakuta haki haijawa sawa. Kwa hiyo ninachokizungumza ni kwamba mimi kutokana na mkanganyiko wa kauli za viongozi wa nchi, kauli tofauti, huyu akisema 2026, huyu akisema 2027, huyu akisema 2028, huyu akisema hawa Watanzania wapewe elimu kwanza kwa miaka 3. Leo tu tunazungumza mwezi wa 5, 2026 tayari imefika. Ukiniambia miaka 3 ya kutoa elimu, uje uanze kutengeneza katiba tayari uchaguzi na 2030, mpaka sasa hivi tumechelewa. Kwa hiyo nina shaka, mimi binafsi bado nina wasiwasi. Asante. Mheshimiwa, neno lako la mwisho na wewe unasemaje? Alex alisema yeye anashaka kwa sababu muda wa kutoa elimu ni mdogo na kulishatoka kauli kutoka kwa serikali kwamba kunatokea miaka 3 ili watu waweze kupata elimu. Neno langu kwa Tanzania ni kwamba kama Daktari Samia Suluhu ameweza kujilipua ndio katika ile ripoti ya jaji Othman Chande, kitu ambacho hakijawahi kutokea, na amesema nipo tayari kulibeba hili zigo.
Yani watu waseme wamtukane, wasimtukane, lakini kwa ujasiri tu alioonyesha mama ana dhamira ya dhati kwa Tanzania. Mimi kwangu naamini katiba mpya itakuja, kwa sababu Profesa Palamagamba hayuko juu ya rais. Mwenyewe amesema. Kwa kama amesema, Watanzania sisi tusubiri, mambo mazuri yanakuja. Endelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii, Instagram, TikTok pamoja na YouTube. Tunapatikana huko kwa jina la Alama Global Powerhouse Media. Na mwanzo wa mwisho ulikuwa nami mchambuzi kiongozi Professor Dr. Heri Sanga. Endelea kuwa nasi wakati wote. Hapa tunachambua na kuripoti. Tunachambua kwa kina mambo yaliyojiri nchini na duniani wakati wote. Asante sana.